Na ndiyo maana katika mizimu wako mizimu wema na wako mizimu wabaya. Naomba hapa nieleweke. Kuna watu najua watakuja na makelele kweli hapa, lakini huna elimu, utakuwa unabishana vitu usivyovijua. Mizimu inatokana na wema au wabaya. Mzimu unaweza kuwa mzuri au mbaya. Kwa maana ya nini? Naomba unielewe vizuri. Ikiwa huyu babu alikuwa ni mtaabadi, mcha Mungu, na yule jini aliyemrithisha alikuwa mcha Mungu, akaishi naye, akakuwa naye, akawa anafanya ibada na kadhalika, labda ana swali na vitu vya mfano wa huyu jini, naye atakapobadili kuwa mzimu baada ya huyu wa asili mwenyewe kufa, huyu jini wa asili atakuwa na tabia za yule aliyemrithi. Kama alikuwa na salisali, na yule naye ataonekana ana salisali. Kama alikuwa ni wa kanisani, na yule naye mzimu atakuwa ni mzimu wa kanisani. Ndiyo maana utakuta kwenye mizimu, kuna mizimu ina tabia za majina ya Kikristo, kuna mizimu ina tabia na majina ya Kiislamu, kuna mizimu ina tabia za kipagani na dini ya kipagani, yani haina dini. Kwa hiyo iko mizimu haina dini kabisa, iko mizimu ina majina na tabia zinazojiita za Kiislamu, iko mizimu ina tabia na majina yanayojiita za Kikristo. Lakini hawa ni majini wanaoishi kama ambavyo leo unaweza kumuona jini Mkristo, jini Budha, jini Konfosi, jini Hindu, jini Tao, jini Shinto, jini Judizimu, jini Muislamu, na mizimu iko ya namna hiyo. Kuna mizimu ya Kibuza, kuna mizimu ya Kiyahudi, kuna mizimu wanaojiita mizimu ya majina ya Kiislamu wanaoishi katika maeneo wanaoishi Waislamu, na wanatabia na maisha wanaojiita ya Kiislamu. Inajifanya kuna wakati inakwenda inaswali, inaishi katika ibada, inajua mambo ya dini, lakini ni mzimu wala sio roho ya mtu aliyetangulia.